Ujambo mpendwa mtazamaji wa Sauti Yangu TV popote pale ambako naendelea kutufuata kwa wakati kama huu. Tunakaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu za asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 24 Juni 2025. Tunakutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Tunaendelea kukuthamini kwa kubaki kwenye chaneli yetu ili kupata habari na vipindi ambavyo vinakujia kila saa na dakika. Asubuhi hii tunakukaribisha kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, tutaanza na habari za huko Baraka. Uongozi wa SNPCC tawi la mji wa Baraka umetoa mwangaza na hatima ya mzalendo mmoja wa kundi hilo aliyemuua kijana wa miaka 15 katika kijiji cha Kafulo sekta ya Mutambala tarafani Fizi, tukio ambalo limejitokeza Ijumaa ya tarehe 20 Juni 2025. Akizungumza nasi, kamanda wa wazalendo kundi la SNPCC tawi la mji wa Baraka, Bwana Chalumba Leonard, amesema kuwa mwanajeshi aliendesha kitendo hicho cha mauaji kwa kijana huyo asiye na hatia kwa sasa anapatikana kwenye mikono ya jeshi la taifa FARDC katika maeneo yale ili kusubiri sheria itende kazi yake. Chalumba anaeleza yafuatayo. Unajua kama ile mambo ilipitika na tuliwahi kushika ule mhalifu, na kwa muda huu anapatikana ku auditora, ndio kwenye iko kesi yake. Anapaswa kufungiwa kwenda mpaka Uvira sababu ndio kwenye kuwa prison central. Tuliona jamaa ya marehemu ilifika, ilianguka hapa kabisa, ikasema banapenda pendekezo yabo, balikuwa banapenda yeye mhalifu na yeye tumuue. Sisi tukaogopa sababu ile amri ya tuko na amri tu, mtu akifanya kitendo kibaya ya uhalifu tunapaswa tumufunge, tumupeleke jela. Labda kwa upande wenu, kwa kuwa ukiangalia vitendo kama na hivi inakuwa kama vile vinajirudia, nyinyi kama vile uongozi, nini ambacho mna kama vile mesure preventive ya kufanya ili wale ambao watakuwa natekeleza vitendo hivyo waweze kuogopa kutokana wenda labda hatua moja ambao mtakwenda kuitoa? Kila mpango ni mpango ya serikali ya mzee Laurent Désiré Kabila ilikuwa na mpango, mtu yeyote akishauana banamupiga na yeye risasi. Lakini kwa sasa serikali ya sasa ni mtu kuuana banamupeleka jela, na ile ndio yenyewe tutaweza kufuatilia. Tunaweza kuwatuliza tu kwa kufungwa. Kabla tutajelekeza huko Mboko kuliolia milio ya risasi, wacha tuangazie kwanza na huko Uvira. Hali ya usalama imezorota kwa muda kwenye eneo la mpaka kati ya Kongo na Burundi baada ya purukushani ya kufyatulianaji wa risasi kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya baadhi ya vikosi vya wazalendo siku ya kwanza ya tarehe 23 Juni ndani ya mji wa Uvira. Kwa jambo hilo, notable Andre Biadunia amelaani vikali kitendo hicho. Mwenzetu Sudi wa Sudi Valente na ripoti kamili. Ndiyo taarifa tunazozataja kwamba hali ya usalama haikuruzia. Yote yameanza pale ambapo baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC walitaka kumpokonya silaha mzalendo. Habari ya usalama mdogo imehakikishwa pia na Andre Biadunia Mashaka, moja kati ya malida kisiasa ukanda wa kusini mwa jimbo hili pa Uvira. Huyu ameanza kwanza kutoa mwangaza na wapi chimbuko ya hali hiyo. Hii situation haikuanza leo, nianza depuis juzi. Kulikuwa probleme ya tracasserie yenye ilikuwa constaté na ma services de sécurité notamment FARDC, parce que c'est vrai tuko tunalouer ma effort ambayo wazalendo walifanya à tous les niveaux, que ça soit Fizi ou Uvira. Kama leo adui hayatukamata hapa, c'est parce que wazalendo walisimama wakasema tuwezi kuacha mungini yetu yende mikono ya barugaruga. Maloro kulijitokeza wazalendo bengi wa kutoka Mwaye Plateau, Fizi, ba Uvira Centre, nafasi nyingine, na wote agglomeration kubwa ni hapa mvile ya Uvira. Loro ilikuja kuonekana kwamba ku niveau ya frontiere ya Kavimvira na ku niveau ya port ya Kalundu kuna kwa tracasserie yenye iko nafanyika de la part ya bakuwa bamoya wazalendo, parce que wako na facilité kupitisha ma marchandises zimoja bila kuzidedouaner. Wako napitisha, mtu anaona anakuya tu anasema niko general, anasema hii ni gari ya kwangu, iko na citerne, mko carburant, camion kabambi, iko na marchandise yenye ngidedouaner 3000, 4000, 5000 dollars,
yeye wanaweza ya 5000 wanaweza mpatia $1000, yana rizika. Alors likia kuwa constant amer kwamba zile franga haziko zinaenda mtrezor public, mais aussi zile franga haziko zinaenda ku front kwenye bazalendo biko napigana na baba rugaruga, sote upande wa Fizi kumilima, sote upande wa Uvira, sote upande wa Kaziba. Zile franga haziko zinaenda, ziko zinafalia tu, bali wa generaux wanakia kuzilomba ku terrain, ni franga yake ya kula kwenda kulewa na mambo mengine. Hata hivyo, licha ya makubaliano yaliyochukuliwa na vitengo husika, baadhi ya vinara wa wazalendo wameonyesha kutokuwa tayari kwa hatua hiyo iliyochukuliwa. Ikabidi tufanye reunion na commandement ya secteur na feke na ma service public yenye na evre kuma frontiere, kubambia kwanza pour que tumalize hii trakaseri inabidi kufranga ambazo mtakuwa mnazipata ukwe kunatoka 40% yenye tasutendele bazalendo. Mais après ça, bon, ilikia kuonekana kwamba wamoja wa wazalendo wa generaux wa moya bakupendezwa na ile paske ile franga ilikuwa inaanza kuwa kanalize fasi moya, kisha nauza bunga inaenda ku front à travers ma différentes coordinations, différents groupes ya wazalendo. Alors ile situation kaendelea vile, general akadeside kwamba hapana, kumbe niende mimi peke nitie basoda ku frontière benye batakuwa na surveiller le mouvement, baone nani general wa bazalendo matakuwa kiatia desordre pale na kutoa magari kwa nguvu pour que tujue namna gani tutafanya. C'est comme ça, je crois c'était le samedi ou vendredi aka déployer basoda pale, na depuis ce temps bon basoda bakabambia bazalendo wote kwanza batoke en attendant bingine bitafata, na ndio kisi bazalendo walitoka babatu bila fuyo, mais bakaendelea kusema kwamba ifo barudie pale. Aiza kuhusu ghasia ya siku ya kwanza iliyozorotesha usalama na kupelekea raia wa moja hasa wasafiri kupoteza vitu, Andre Biadunia Mashaka ametoa maelezo namna ya hali ilivyoanza kwenye mpaka wa nchi ya Burundi na Kongo upande wa Uvira. Alors, incident ya leo inatokana na kwamba d'abord juzi tulideplorer aussi ile situation kote ya FRDC parce que kuko bazalendo bamoja unaona kama entre frontières pale kwenye likuwaka zamani pale ku DGDA na ku DGM kule kuko village moja iko pale upande wa je crois ku nord ni banaita Kahororo, kuko position ya bazalendo nyeko pale. Loro kulikuwa bazalendo biko wanapita banenda ku position yabo bakaba déshabiller bakabavula mateni na kubanyanganya silaha, bakupenda pa kupigana paski walikuwa badogo par le fait que nombre ya ba FRDC ilikuwa mingi pale. Mais tukasema ile ni acte moja ya bravoure kuona kwamba bakupenda kupigana na kupigana masasi ya burebure. Loro leo kuna bazalendo watatu, mmoja alikuwa na silaha na wengine wawili hawakuwa na silaha. Kwa kusema mentera ba franchir banatoka upande wa Kavimvira wako naenda kule Kahororo, FRDC kabambia waache bunduki, wakasema tuwezi acha bunduki. Ndio ilikuwa chanzo cha masasi ambayo ililia pale, batu walikimbia mdebandade ya nguvu sana, kulikuwa ba policier bazalendo basoda bakabakimbiza. Donc kama hii situation haiko bien gérée ina risque ku dégénérer parce que unaona mtu yuko na bunduki hapendaki akue frustré, hapendaki aonelewe, inaweza kufikia kesho ke banaanza kupigana wao wenyewe kwa wao wenyewe entre wazalendo na askari jeshi, haitakuwa vizuri. Ndio maana sisi comme notabilité tulipima kumita komanda secteur na kumwambia afanye prudence, aite wazalendo abambie kwamba pourquoi alifanya ile, mais akatuambia kwamba nishafanya reunion nabo niliwaambia ke basiko wanaenda ku dédouaner marchandises ba faire perdre franga zisingie mu trésor public, alors que tuko na besoin franga ingie mu trésor public pour que wako napate le 40% yabo yenye tulilagana nabo. Ndio situation ambayo ilifanyika leo, mais hakuna maafa, tunaweza tutabingilia kati pour que ile situation ipate kuisha. Tukumbushe kuwa hiyo sio mara ya kwanza jeshi la taifa FARDC linafanya ghasia na wazalendo wapo katika mji jirani wa Uvira. Tukamilishe habari zetu siku ya leo na habari za huko Mboko ambako milio ya risasi imesikika kwa wingi tangu usiku wa siku ya Ijumaa pili ya tarehe 22 Juni 2025 na hadi siku ya Jumatatu ya tarehe 23 ndani ya kijiji cha Mboko, sekta ya Tanganyika, tarafani Fizi. Kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba vikosi vya wazalendo ndivyo vilianza kurusha risasi hizo kwa sababu tofauti ambazo duru zetu za habari zilitaja hivyo.
Baadhi ya taarifa zaeleza kuwa risasi hizo zilikuwa za kumuinda mkuu wa sekta ya Tanganyika Bwana Jedeo, ambaye kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba aliweza kuchafua vikosi vya wazalendo vinavyopatikana katika maeneo hayo. Pia washutumu kuwa alichukua pesa zao ambazo zinachukuliwa kwa raia kwa kila mwezi, ambazo zinaitwa effort de guerre. Upande mwingine, habari hizo zaeleza kuwa baadhi ya wazalendo wanaopatikana katika eneo hilo la Mboko waliweza kunyang'anya bunduki mzalendo mmoja aliyetoka ndani ya manispaa ya Katanga mjini Baraka na kujielekeza eneo hilo kwa ajili ya kilio cha familia, na ndipo purukushani hizo zilipata kuanzishwa. Mmoja kati ya raia wa eneo hilo la kijiji cha Mboko, sekta ya Tanganyika, anaonesha hapa kwa machache namna hali ilivyotokea. Kufatana na hali ya wasiwasi ambayo ilitokea Mboko, tulikuwa na sherehe ya kumbukumbu ya Mwami Omari Charles Simbi ya kueneza mwaka mmoja tangu kutoweka kwake pigwa masasi mwa Avenue du Marché. Seremoni hiyo ilipitika kwenye nafasi mingi kwa kuanzia ku bureau groupement, kutoka bureau groupement tukaenda mwa Avenue kwenye alipigiwa masasi, kutoka mwa Avenue kaenda kwenye alizikwa. Kutoka kule kulikuwa conference débat, après conference débat kulikuwa cocktail. Baada ya hayo mambo ambayo nimetaja hapo, kukuja kujitokeza hali ya sitofahamu kati ya kijana mmoja kutoka Baraka presisema Katanga, mzalendo tena motari ambao alikuwa akileta dada mmoja kutokea kule ambaye alikuwa ni mama wake wa kazi, yani merbosi wake. Huyo kijana alikuwa yuko na pikipiki, akaja akasema kama mimi ni mzalendo ila kwa sasa niko kama mfanyakazi, niko peleka bodaboda. Baadaye ule kijana wakati mama yake wa kazi akamtuma kwenye Avenue du Marché ile inaitwa Avenue Sa Majesté Mwami Charles Simbi Omari kwenda kununua pampers za watoto. Kipindi alienda wenzake wazalendo wakamshika kule, wakamnyang'anya simu 2, wakamnyang'anya na franga za Kongo 1013. Kijana akatulia, akaja na wale wazalendo wengine na kuambia twende kwenye nimeacha pikipiki yangu na nimjuze mama yangu wa kazi kama nimenyang'anywa vitu fulani. Basi wakaja wakafika hotel Sindi. Ndio tulifika hotel Sindi, kijana akawaambia injo pikipiki yangu kwa kuonesha wale wazalendo wawili. Kipindi alionyesha pikipiki yake, wale wazalendo wakaleta vurugu. Basi kulikuwa ka evaluation na komite ya protokole ile activite ya commemoration ya Mwami Sa Majesté Charles Omar Simbi. Wakaanza intervenir kwa kumbele kijana, wewe utabaki humu, wazalendo waende, tutaonana mzee wao kama vile mkuu wao kesho asubuhi ili tuliwe namna gani ya kukutetelea. Naona mzalendo wakati alienda akaenda interprete message mubaya kwa mkubwa wake, na ndio kawa chanzo ya masase kwanza pigwa. Kipindi alikuja mkubwa wake alikuja, sipendi kutaja jina lake na sitajitambulisha, ikabidi mkubwa wake wakaja na wengine wazalendo na kwanza piga masasi kuanzia saa 3 za usiku, saa 4 zinakosa hadi asubuhi ya saa 2, saa 3 inakosa. Ila kwa kufuatilia habari fulani tukiwa kugundua kama mkuu wa wazalendo hapa kwetu Mboko alisema kwamba chanzo ya fujo sio kufatana na hiyo hali ilitokeza jana, chanzo ya fujo ni kufatana na kubwa wa sekta ya Tanganyika Mheshimiwa Gedeon Obakano. Eti alikula pesa zao za effort de guerre zenye raia wako wanatoa kwa kila nyumba mwisho wa mwezi franga 1000 hadi sasa wazajiona, na wakampa masaa 4 au ameshatoka kwenye eneo yote ya sekta ya Tanganyika, bila hivyo watamuua. Hiyo ndio kisa. Tofauti na hiyo labda kwa mengine, lakini anakuambia mimi kama vile mwenye kuongeza sasa hivi. Na hadi hapo ndipo tumetamatisha habari zetu kwa siku ya leo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Sauti Yangu TV, tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati wa habari hizi. Tunakusihi usikose kusubscribe kwenye chaneli yetu kama bado kujiunga. Mara tena usisahau kushare, kulike na kucomment. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.